Hello, welcome back kwenye PMTV Updates. Bwana, huko duniani kumekuwa na mambo mengi sana, lakini moja kati ya hayo ni sisi bwana kuwa tunajilinganisha na maisha ya watu. Unafanya vitu vya watu vinakustress sana kwamba mbona huyu ana hiki mimi sina, huyu ana kile mimi sina. Unaanza kujilinganisha na watu ambao hujui hasa hivyo vitu umevipataje. Lakini kupitia mtandao wa kijamii wa Masoud Kipanya bwana ameshare na sisi na ameshare opinion yake ni jinsi gani watu wanapata depression mpaka wanahitaji kupata msaada wa kisaikolojia kuhusiana na hayo mambo ya mitandaoni. Kumuona mtu ana kitu, labda kwa mfano tunaweza tukatolea mfano labda wa Zuchu na Diamond Platnumz wamefanikiwa kupata mtoto na mashallah Mungu kawajalia kweli mtoto amekuja, wanasema mtoto anakuja na sahani yake, lakini huyu tuseme amekuja na sinia kabisa, kwa sababu tumeona zawadi zimekuwa nyingi, wageni wamekuwa wengi, pesa zimekuwa nyingi sana, mtoto anatunzwa madorali, mtoto anatunzwa sana. Kwa hiyo pengine kuna mtu mwingine amekaa kule anawaza kwamba mbona mimi situnzi kama Zuchu, mbona mimi sifanyiwi hivi. Pengine unaanza hata kudogosha ule ukubwa ambao uko nao au kile ambacho Mungu kakujalia kwa sababu ya kujilinganisha na mtu mwingine. Na ndo hicho Masoud Kipanya kakizungumzia leo na akatupa mtazamo wake, na hasa katushauri sana ni kitu gani ambacho tunatakiwa kufanya, na especially kushukuru kwa kile kidogo ambacho Mungu amekujalia. Jina langu ni Fanny Franco na nyuma ya kamera kasimama ni Kitozi. Tumsikilize Masoud Kipanya mwenyewe kile ambacho amekisema. Inawezekana hapa sasa hivi kuna dada au mama au mdogo wangu wa kike yuko kitandani kajifungua, hajui baada ya hapo ataenda wapi, hajui diaper ataipata wapi. Sasa nikutie moyo, mara nyingi kuna watu wanaitwa watu wa saikolojia, ndio huwa wanatusaidia hawa sana kuyafanya maisha tuyaone afadhali. Sasa si kila mtu anaweza kumfikia mwana saikolojia. Kila binadamu alivyoumbwa kwenye kichwa chake, kwenye akili yake kuna idara ile ya saikolojia, ambayo wakati mwingine si lazima usubiri msaada wa kisaikolojia kutoka kwa mwana saikolojia. Wewe mwenyewe unao uwezo kutumia hiyo idara kuzungumza na wewe ukaangalia. Na hapa nataka ujifunze kuangalia kwamba kuna mtu unamwangalia unaona kafata mambo mengi, wewe huna. Dunia ndivyo ilivyo. Isikuvuruge, isikuchanganye. Usijione hufai, usijione kama kuna watu wengine labda wanapendwa sana. Ndivyo dunia ilivyo. Yaani dunia iko hivyo. Hivi tunavyozungumza kuna mtu anakata roho na kuna mtu anazaliwa. Hivi tunavyozungumza kuna mtu anamaliza, kuna mtu anaanza. Hivi tunavyozungumza kuna mtu anaingia, kuna mtu anatoka. Ndivyo dunia ilivyo. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida kabisa, jifunze kuyaelewa na kukubali. Kuna siku nilifungua mtandao nikamkuta dada limefunguliwa, siku hizi mna maboksi yale mnayapanga maboksi, afu ndani kuna zawadi ya gari linafunguliwa, anashangilia. Wakati wewe inawezekana hata kodi ya chumba huna, lakini kuna dada anakabidhiwa gari zawadi na mwanaume, wewe hata habari ya saizi upewe. Sasa tumia hiyo idara ya saikolojia kwenye kichwa chako kujiambia kwamba wakati mimi na mtoto nimejifungua sasa hivi, sijui diaper nitapata wapi, sijui nepi nitapata wapi. Kuna dada anatafuta mtoto, hana mtoto. Unaiona dunia ilivyo. Yani asohili analile. Kwa hiyo usiangalie tu waliokupita, waliokuzidi ukajiona huna. Watazame pia ambao wewe umewazidi. Kuna mtu sasa hivi anapigania maisha yake leba. Kuna mtu anajifungua, anakufa, mtoto anakuwa hai. Wewe umejifungua salama. Zitazame hizo neema, alafu usikasirike, usijikasirikie, usiichukie dunia. Dunia ndivyo ilivyo. Usikose burudani kibao. Pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi.